God is good. I am a testimony. Wangapi wana ushuhuda? Nikisema ile nitasema kama una ushuhuda unasema I have that testimony. Yes. Wangapi wanaamini Mungu anaponya? Wangapi wanaamini Mungu anakutanaga na mahitaji yetu na yako leo? Bwana asifiwe sana. Yes, he does. God is good. I am a testimony. God is a healer. I am a testimony. God is a savior. I am a testimony. God is a comforter. I am a testimony. And all the time, you say He makes me better and better. And you celebrate yourself. Celebrate yourself. Hallelujah. We may take our seat for a moment. Tunaweza keti kwa muda. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank God for each one of you for coming. Nakushukuru Bwana kwa ajili yenu, hata kwa ajili ya kuja. And because you have come, Na kwa sababu umekuja, you will leave this place with joy. utatoka mahali hapa ukiwa na furaha. David said, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Daudi akasema, nalifurahi aliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Let's keep on encouraging each other Tuendelee kutiana moyo that there is joy when we go to the house of the Lord. ya kwamba kuna furaha tunapoenda katika nyumba ya There is Bwana. peace when you're in the house of the Lord. Kuna amani wakati tuko katika nyumba ya Bwana. Let's discourage those who are staying at home because of fear. Wacha tukaweze kunenea wale wako manyumbani kwa sababu ya woga. When the devil wants to persecute you, Wakati shetani anataka kukutesa, you bring fear so that you stay at home. analeta woga ili ukae nyumbani. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But stand up and say, I shall not remain at home. I will go to the house of the Lord, for there is joy in the house of the Lord. Lakini inuka useme, sitakaa nyumbani, nitaenda katika nyumba ya Bwana, maana kuna furaha huko. And the joy of the Lord is our strength. Na furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Hallelujah. 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 So I'm glad, I'm excited to see you in the house of the Niko Lord. na furaha, nimesimuka kuwaona katika nyumba ya Bwana. We are also thankful to God that our bishop, Dr. Tumsing, is in the house. Tunashukuru Bwana, askofu wetu Daktari Tumising ako Why don't katika we just hekalu. appreciate him for being in the Naweza house? mpongeza kwa kuwa katika nyumba ya Bwana. Maybe you're in the house in the fellowship today. Pengine huko kati yetu siku ya leo, Either for a long time you have not been with us, pengine kwa muda mrefu haujakuwa nasi, or you have never worshipped with us. ama pengine hujawahi shiriki nasi. We want to recognize you and acknowledge you. Tunataka tukutambue, tukushangilie. Just lift up your hand wherever you are. Popote pale ulipo, kuna yeyote, You are very important to us. wewe ni wa maana sana kwetu. Check whether your neighbor is a visitor. Angalia jirani yako kama ni mgeni. Ukiona kama ni mgeni, mwambie na wewe sija kuona, sija kufahamu. Let's appreciate ourselves. We are not Tujipongeze, visitors. maana sio wageni sisi, Hallelujah. bali wenyeji. I want us to rise up and prepare to receive the word of the Lord. Naomba tuinuke, tujiandae kupokea neno. Hallelujah. Father, we thank you for your word today. Bwana, tukushukuru kwa neno lako siku ya We leo. thank you for the servant, the messenger, Asante kwa mtumishi ulioandaa, our father, our bishop, baba yetu na askofu wetu. as he brings the word of the Lord today. Unapoleta neno siku ya leo, We open our hearts Bwana, fungua mioyo yetu, and we are ready to receive. na tuko tayari kupokea In Jesus' name. katika jina la Yesu. Say, I am ready to receive the word. Niko tayari kupokea neno. The word of God is living today. Neno la Bwana liko hai. The word of the Lord is powerful today. Neno la Bwana liko na nguvu. It will change my life. Itabadilisha maisha yangu. It will change my family. Itabadilisha familia It yangu. will change my destiny. Itabadilisha hatima yangu. And my life shall never be the same Na again. maisha yangu yatabaki vile My tena. life will never be the same again. Maisha yangu yatabaki vile tena. Let's celebrate the change that will take place in us. Shangilia mabadiliko. Hallelujah. Hallelujah. And help me to celebrate the bishop. Nisaidie hata kushangilia askofu Amen. anapokuja Amen. kuleta neno na ujumbe wa siku ya We are leo. ready for the word. Tuko tayari kwa In neno Jesus' name. katika jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana Bwana asifiwe. asifiwe. Amen. I would
like to greet all of you in the name of Jesus Christ. Mjambo. Na wasalimu kwa jina la Yesu nyote. Amen. Praise the Lord. Amen. Let me turn to the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9, which has been the theme verse in our sharing. Fungue wa Korintho wa pili Chapter 4 verse 8 and 9. 4 na mstari wa 8. The Bible says that we are troubled on every side, yet not distressed. Tunasongwa pande zote lakini hatufi moyo. We are perplexed, but not in despair. Tunasukumwa lakini hatukati tamaa. Persecuted, but not forsaken. Tunateswa lakini hatuachwi. But cast down, but not destroyed. Tunatupwa chini lakini hatuangamizwi. Shall we pray? Tuombe. Our dear Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, Mungu wetu na Baba yetu, kwa jina la Yesu, I want to thank you for your presence in this service. nakushukuru kwa uwepo wako Bwana katika ibada ya leo. We have confessed in that song that we shall never be moved. Tumekiri katika huo wimbo ya kwamba hatutatikisika. Regardless of what we are going through in life, licha yale tunapitia katika maisha, even during this time of corona, hata msimu huu wa corona, we have confessed with our mouths that we shall never be moved. tunakiri na vinywa vyetu ya kwamba hatutatikisika. Because Jesus is our healer. Maana Yesu ndiye mponya wetu. Bless us as we share thy word. Tubariki Bwana tunaposhiriki neno lako. Because I pray believing in Jesus' holy Kwa name. jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. You may be seated. Tunaweza Thank you so much. keti. Shall we appreciate these beautiful voices, please? Tushangilie waibaji wetu Praise kwa the uimbaji Lord. mzuri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I have been sharing on the subject, staying spiritually strong even in time of trouble. Nimekuwa nikishiriki jinsi ya kukaa ukiwa na roho ulio imara hata wakati wa shida. And the first time I shared with you, I told you, Na wakati wa kwanza niliwaambia regardless of what is happening, God remains the same. ya kwamba licha ya yale tunapitia, Mungu anabaki kuwa Mungu. And we should be able to address our soul as we read from the book of Psalm chapter 42. Na kama vile tulisoma Zaburi ya 42, lazima tunenee mioyo yetu. And it says in Psalm chapter 42 verse 5, Zaburi ya 42 mstari wa 5 inasema, and as I say that you need to address your soul, even as the Bible says here. na nikasema lazima tunenee mioyo yetu kama vile Biblia inasema. Where we address our soul and say, why art thou cast down, O my soul? Tuseme, nafsi yangu kwa nini unainama? And why art thou disquieted in me? Na kufadhaika ndani yangu. Hope thou in God, Umtumaini Mungu. for I shall yet praise him for the help of his countenance. Maana nitakuja kumsifu aliye afya na uso wangu. He repeated in verse 11. Mstari wa 11 inarudiwa And tena. chapter 43 verse 5. Na pia 43 mstari wa 5 Why art inarudiwa. thou cast down, O my soul? Inasema, kwa nini nafsi yangu umeinama? So I told you that it is good once in a while to address your soul. Na nikasema ni vizuri wakati mwingine unanea moyo wako. And encourage your soul and say, why are you disquieted within me? Na Is it because unauliza, of corona? kwa nini nimesushika chini? Kwa sababu ya korona? And you say, I shall yet praise the Lord. Alafu kasema lazima nitainuka na nimsifu And Bwana. I shared with you sometimes back about the goodness of God. Na pia nikashiriki nanyi kuhusu wema wa Bwana. And we read from the book of Psalms chapter 107. Na tukasoma Zaburi ya 107. And this man was saying, oh, give thanks unto the Lord for his good, for he is good. Na Biblia inasema ya kwamba mstari Chapter wa 1, kwanza, verse 107 verse 1. mstari wa kwanza, mshukuruni Bwana Oh, give thanks unto the Lord for his good, for his mercy endureth forever. kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. And the writer it says in verse 8, Na mstari wa 8 inarudiwa mara oh, tena. that man would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works with the children of men. Inasema, na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake, kwa maajabu yake kwa He repeated wanadamu. the same in verse 15, Mstari wa 15 inarudiwa and mara verse tena. 21, 21 inarudiwa. and verse 31. 31 pia inarudiwa. This man was saying, oh, man would praise the Lord for his Na goodness. alikuwa anasema wanadamu simsifu Bwana kwa maajabu yake. Regardless of what we are going through, learn to praise the Lord. Licha yale unapitia, jifunze kushukuru Mungu. Because when problems come, that's not the end of the world. Maana shida zikija, huo sio mwisho wa We dunia. should realize that God is still there. Ni vizuri tujue kwamba Mungu bado ako katika enzi So we have yake. been addressing our souls and encouraging ourselves. Ni vizuri kujitia moyo
ndani ya Bwana. Today we are going to change a little bit. Leo tutabadilisha kidogo. Instead of focusing on ourselves, Baada ya kutizama sisi, we want to focus on other people. tuangalie wengine. We must realize that indeed God has blessed us to be a blessing. Tujue ya kwamba Mungu ametubariki ili tuwe baraka kwa So that we can wengine. encourage somebody else when we are encouraged. Ili ukiwa umetiwa moyo katia mwingine So moyo. today I'm speaking about a loving and generous spirit. Hivyo leo nitanena kuhusu moyo wa upendo na We must be able to think about the needs of others even as we think about our na ni needs. vizuri tukaweza kuwaza kuhusu mahitaji ya wengine kama vile tunawaza yetu. That is why Jesus Christ was talking about two important commandments. Na ndiposa Bwana alikuwa ananena kuhusu amri mbili za muhimu. The first one is love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul. Ya kwanza ni kwanza ukapende Mungu wako kwa moyo wako wote. And then in Mark chapter 12 verse 31, Na Marko 12:31, look at what the Bible says in Mark chapter 12 verse 31. Marko 11 Jesus was talking about the second commandment. 12:31, amri ya And the pili. second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Na amri ya pili ni kama ya kwanza na inasema mpende jirani yako kama vile There's unavyojipenda. none other commandment greater than this. Hakuna amri iliyo kuu kuliko hii. My brothers and sisters, Ndugu zangu na dada, we have been created to be a blessing to somebody else. tumeumbwa tukawe baraka kwa wengine. We have been created to be an encourager to somebody else. Tumeumbwa tukawe wa kutia moyo wengine. Today I want to share with you the importance of sharing of loving somebody else. Na leo nataka nishiriki kuhusu jinsi ya kushiriki na wengine. Jesus Christ, when he quoted this scripture, when he spoke these words, Yesu wakati alinena haya maneno, he quoted these scriptures even from the Old Testament. alikuwa ananakili hata yale ya Thou shalt Agano la love Kale, thou shalt love thy neighbor as you love yourself. akisema ya kwamba lazima umpende jirani yako kama vile In fact, unavyojipenda. this statement is mentioned several times in the Bible. Na haya maneno yako katika Biblia mara nyingi. I want to mention a few times that it is mentioned. Nitataja mara kadhaa ambayo The imetajwa. first one is found in the book of Leviticus chapter 19 verse 18. Ya kwanza ni mambo ya Walawi 19. Leviticus chapter 19 verse 18. Mambo ya Walawi 19:18. Look at what the Bible says. Yeye inasema, He said, thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. inasema usilipize na usiwe na kinyongo na watu, bali ukampende Mungu jirani yako kama vile So unavyojipenda. Jesus Christ as it were must have been quoting for this in the Old Testament. Yesu alikuwa anaelewa hili andiko. He said, love thy neighbor as you love yourself. Akasema umpende jirani kama vile unavyojipenda. That is why Jesus Christ quoted in Mark chapter 12:31. 12:31 And the Marko second is like, namely this, that thou shalt love thy neighbor as thyself. inasema, la pili ni kama hili, mpende jirani yako There's kama vile none other unavyojipenda. commandment greater than this. Na anasema hakuna agano lingine kubwa kuliko hili. And then St. Paul quoted the same scriptures. Naye Paulo akarudia maneno hayo hayo. In the book of Romans chapter 13, Warumi 13:9. verse 9. Look at Romans chapter 13, verse 9. Warumi 13, The last part of it. sehemu ya mwisho He wake said, thou shalt love thy neighbor as thyself. inasema mpende jirani yako kama vile Thou unajipenda. shalt love thy neighbor as yourself. Mpende jirani kama vile Look at unajipenda. your neighbor that is across to you. Mwambie jirani, muangalie jirani aliyo The karibu. Bible says that thou shalt love that neighbor as yourself. Inasema mpende huyo jirani kama vile unajipenda. St. Paul quoted the same scripture again in the book of Galatians chapter 5 verse 14. Wagalatia 5:13 Paulo anarudia. Look at Galatians chapter 5 verse 14. Galatia 5:13 St. Paul is still saying, for all the law is fulfilled in one word. anasema sheria imetimizwa kwa neno moja, Even in this, na ndio hili, thou shalt love thy neighbor as yourself. mpende jirani yako kama vile unajipenda. Brother and sister, Wapendwa wa ndugu, when a scripture is repeated several times, think about it seriously. wakati maneno yamerudiwa mara nyingi, huanza zaidi It juu is yake. mentioned in Leviticus. Imeandikwa katika mambo It ya is mentioned Lawi, in the book of Mark. imeandikwa katika It is Marko, mentioned in the book of Romans. Warumi, It is mentioned in the book of Galatians. Wagalatia, Now, James also repeated the same thing. na Yakobo pia anarudia hayo maneno In the book of James chapter 2 verse 8.
Yakobo 2:8. Chapter 2 verse 8, James says. Yakobo 2:8. He says that if you fulfill the law according to the scriptures, thou shalt love thy neighbor as thyself. You do well. Inasema ukitimiza sheria ya kupenda jirani yako utakuwa umefanya vyema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me tell you, during this time of corona, Nikwambia msimu huu wa corona, don't think about yourself alone. usianze kuhusu maisha yako peke yako. Don't begin to look for food for yourself alone. Usianze kutafuta chakula yako peke yako. Some people are not even paying rent. Kuna watu hata hawalipi kodi ya nyumba. And maybe as much as we are appealing to the government to be able to help us, Na kama vile pia tunasihi serikali tusaidie. They say charity begins at home. Inasema tukaweza kusaidia wale wetu And this is kwanza. our home, this is our family. Na hapa ndio kwetu hiyo jamii yetu. So I'm talking about loving the Lord, loving somebody else like you love yourself. Na ninanena kuhusu kupenda mwingine vile unajipenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There are people who think about themselves alone. Kuna watu wanajiwaza wenyewe. Look at what St. Paul said in the book of Philippians chapter 2 verse 4. Angalia vile Paulo anasema kitabu cha Wafilipi 4. Philippians chapter 2 verse 4, the Bible says, Wafilipi 2:4. look not every man on his own things. Philippians chapter 2 verse 4. It says, look not every man on his own things, Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, but every man also on the things of others. bali angalia ya wengine. Look not every man on the things of his own. Look not every man on his own things, Mtu asiangalie tu mambo yake mwenyewe, but every man also on the things of others. bali angalie mambo ya wengine. Look at the word also. Aona maneno hata pia. Also. Hata pia. Meaning that is you are thinking about your rent. Think about the rent of somebody else. Ikimaanisha kama unawaza mambo ya kodi yako, anza ya mwingine As you are pia. thinking about the food that you are going to eat this afternoon, think about your neighbor. That neighbor, Ukiwaza that kuhusu neighbor. chakula yako, uanza pia ya jirani. Praise the Lord. Amen. In fact, it says in another version, Na tafsiri nyingine inasema, eat with an eye to the interest of others, angalia mambo mengine ya watu as well as to his own. kama vile ni yako. Praise the Lord. Amen. You know, some people say it, Watu wengine wanasema you cannot love others before you love yourself. huwezi ukapenda wengine kabla ya kujipenda. He said what you must do is you must concentrate on yourself first before you concentrate on others. Wanasema lazima kwanza ushughulikie yako ili uweze kushughulikia ya Some wengine. say that you cannot love your neighbor until you know how to love yourself. Wengine wanasema huwezi penda jirani kabla hujajua kujipenda wewe. But what Jesus is saying here, Lakini kile Yesu anasema in hapa Mark chapter 12 verse 31, katika Marko 12:31 is that, he's saying anasema you naturally have concern for yourself. ya kwamba ni kiasiri kujipenda mwenyewe. Yani, loving for yourself is given. It is dressed, it is natural. Kujipenda hiyo ni lazima. Praise the Lord. Amen. That's why you dress today the way you are dressed. Lazima, ndivyo maana unajipamba vile You umejipamba take care leo. of this body, you must have taken bath or something. Unashughulikia huu mwili vizuri, You must utaosha have dressed vizuri. well so that you may look, you love yourself. You love yourself. Unajipenda, unajipamba vizuri. The Bible says that now just the way you love yourself, love somebody else also. Inasema vile unajipenda, penda huyo mwingine. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I challenge you today. Na wachanga moto leo, As much as you are encouraging your soul, encourage others. kama vile unajitia moyo, tia wengine moyo. Encourage somebody. I would like to challenge you today. Na wachanga moto siku ya leo, Before the end of the day, kabla siku kuisha, look for somebody to be able to send something. Hallelujah. Something. tafuta mtu ukaweze hata kushughulikia. There's a brother, every time he calls me, Kuna ndugu wakati wote akiniita, I know he's needy. Every time he calls me, najua ako na hitaji. as soon as I see his number, Nikiona namba I yake, don't call back. I send something. baadaye ya kumpigia simu namtumia kitu. I know he's called me to say, is there something there? Najua ananipigia kuuliza kuna chochote. Even when I don't have, I ask a friend, can you give me to give Hata kama somebody? sina, naomba kwa wengine nisaidie Let me mtu. tell you the truth. I would like you to know as we are seated the way we are seated. Nataka nikuambie ukweli, tumekaa vile tumekaa. There are people here who are quiet, but they have need, brother. Lakini kuna watu wameketi hapa na wako na mahitaji. Praise the Lord. Amen. May we learn to love others the way we love, Jifunze kupenda love ourselves. wengine vile tunajipenda. It is said in the Old Testament alone, Agano la Kale peke yake, contain close to 200 texts, huu ujumbe umerudiwa zaidi ya mara which 200, stress the need to have concern for one neighbor, for your neighbor. ikisisitiza jinsi ya kushughulikia jirani. Praise the Lord. Amen.
You know, you can look at it in Romans chapter 13, verse 9, Rumi 13 which we read. pale tumesoma, Look at what the Bible says, that thou shalt love thy neighbor as thyself. inasema mpende jirani kama vile And unajipenda. in Galatians repeated, Paul repeated the same. Na Wagalatia inarudia tena, He said, thou shalt love thy neighbor as yourself. inasema mpende jirani kama wewe. In James, as we said before, he says, thou shalt love thy neighbor as yourself. Na katika Mwanzo pia mpende jirani kama vile unajipenda. Praise the Lord. Amen. You know, they said Wanasema that many times wakati mwingi there are people who love themselves more than loving others kuna watu wanajipenda zaidi ya vile wanapenda wengine, because maybe they were not loved when they were young. pengine kwa sababu hawakupendwa wakati walikuwa wachanga, And because they were not loved when they were na young, kwa sababu hawakupendwa wakiwa watoto, they don't see the need to love somebody else. haoni umuhimu wa kupenda watu wengine. Praise the Lord. Amen. They think about themselves more than thinking about others. Wanawaza kuhusu maisha yao kuhusu ya wengine. Praise the Lord. Raise your Amen. hands and say, thank you, Jesus. Sema asante Yesu. There's a story I should have said in the first service. Kuna hadithi ningetoa ibada ya kwanza. There used to be a member of our church. He's no longer there. He went to be with the Lord. Kulikuwa na mshirika wakati moja ameenda kuwa na I Bwana, actually conducted his wedding. na mimi ndio nilimuunganisha ndoa. And then after that, they got 3 children. Baada ya hapo wakapata watoto watatu. Then the brother became so selfish. Alafu baada ya hapo ndugu akawa Hey, choyo. I've never heard of a selfish person like that. Sijawahi kuona mtu ako na ubinafsi kama Listen huyu. to what he used to do. Sikiza vile alikuwa He anafanya. used to work somewhere, Alikuwa anafanya kazi mahali, and when he finished the work, he comes buying food on the way, anakuja akitoka kazini ananunua chakula, come home. anakuja nyumbani. He was actually he was the one who was cooking. Yeye ndiye alikuwa anapika. He refused his wife to cook. He cooked himself. Alikataza mke wake kupika. Imagine, to prepare vegetables, to prepare food, he cooked everything. Alikuwa anapika kila kitu. When he has finished cooking, Akimaliza he eats himself when the children are looking and the wife. anakula peke yake. Imagine. Even the children said, Daddy, you should take it over. Mke na watoto Daddy. wakiangalia wakisihi They awapatie. look, the children were looking, just, have you ever seen a dog who follows you from the time you touch? You touch again. Watoto walikuwa wanamsihi So the angalau, children were following, he was touching them. walikuwa wanaomba angalau awapatie. And the wife is watching together with the children. Mke anatazama tu pamoja na watoto, Now, because he would not eat all the food, na kwa sababu hangemaliza chakula yote, when the food remained, ile ni baki, he opened the cupboard and locked the food there and locked the cupboard. angeiweka kwa kabati na anafunga. And then he went having a nice time outside. Alafu anaenda akiwa amefurahia. Can you imagine? He was so selfish to his own children. Before his Hata own kwa children. watoto wake alikuwa mchoyo. Hey, let me tell you. Wacha May nikwambie, God help us never to have such people around. Bwana tusaidie tusiwe na watu kama Especially during hao, the time of Corona. especially wakati kama huu. Look at what the Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 3. Warumi 12 inasema nini? Praise the Lord. Amen. It says in Romans chapter 12 verse 3. 12:31 It's a very powerful scripture here. inasema hivi kwa St. Paul was talking. 12 verse 3. ni Warumi It says in 12 verse 3. 12 For I 3, say through the grace given unto me. maana nasema kwa neema iliyo juu yangu, And I'm saying it also the grace given unto me today. na hii neno bado lina muhimu To hata siku every ya man leo. that is among you, Kwa yeyote aliye kati yenu, or every woman for that matter, kwa kila mmoja, not to think of himself more highly than he ought to think, atiweze kujiona mkuu zaidi ya wengine, but to think soberly, lakini aweze kuanza according as God has given to every man the measure of faith. kulingana na kile kiwango cha imani Mungu amempatia. Hallelujah. Hallelujah. As much as you love yourself, Kama vile tu unajipenda, learn to extend that love to somebody else. jifunze hata kusambazia wengine Oh, I huo want to upendo. challenge everybody in this church today. Na wachangamoto wote, As you encourage yourself, unapojitia moyo, as you speak to your soul and say, oh my soul, unaponenea moyo wako, why are you cast down? ukiusema kwa nini Hope thou in umeshushika, God. tumaini Mungu, May you extend that encouragement to somebody else. ukaweza pia kutia mwingine moyo. May you call somebody this afternoon.
Waweza kumpigia mtu simu leo and say, brother, I thought I should call you. na umwambie, ndugu, nimeona How vizuri is everything nikuite. there? Unaendeleaje? And I thought I should send you something small. Na nimeona nikutumie kitu. Whatever you send, let me tell you, Nakwambia kile the utamtumia, God in heaven is watching. Mungu wa mbingu anaangalia. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. During this time of corona, Msimu huu wa corona, when people are having serious problems, watu wakiwa na shida nyingi, some people have not eaten for some time kuna watu hata chakula because of the problems of corona. kwa sababu ya mgonjwa wa corona. Praise the Lord. Amen. May you think of somebody else more than think about Bwana yourself. kusaidia ukawaza ya wengine kuliko yako. Praise the Lord. Amen. Let me tell you, God wants us to love one another. Bwana anataka tupende wenzetu. You know what? Najua nini? Even if you are not loved before, Hata kama hujawahi pendwa, begin now to love somebody else. anza kupenda Let me wengine. tell you, Nikwambie, even for us to be Christians today, hata sisi kuwa wahubiri leo, is because Jesus loved us before we loved him. ni kwa sababu Bwana alitupenda kabla hatumpende. Look at John chapter 4, First John chapter 4, verse 10. Yohana wa kwanza 4:10. Oh, I like these scriptures. These are powerful words. Napenda hii, ni ya nguvu. Jesus Christ, the Bible says that here is love, not that we love God, Inasema hapa ni upendo, sio kwamba tulimpenda Mungu, but he loved us lakini yeye and alitupenda sent his son to be a propitiation for our sins. na akamtoa mwana wake kwa ondoleo la dhambi zetu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Bwana Can you asifiwe. imagine God was following you and you were running away from him? Kwanza Bwana alikuwa anakufuata na wewe And he was unamtoroka. telling you, I love you, I love you. Anakuambia And he said, nakupenda. I love you. Anazidi I don't kukwambia want to see, I don't nakupenda. want to see you, God said, but I love you Yeye myself. anakufuata na kuambia nakupenda. Hallelujah. Hallelujah. Oh, may you extend that love to somebody else. Wacha ukampenda mwingine. Praise the Lord. Look Amen. at what Jesus Christ said in the book of John chapter 13 verse 34. Yohana 13:34 Yesu akasema, Jesus was speaking this words now. Yesu akasema In 13 verse 34, 34, Yohana it says, a new 13:34 commandment I give unto you, inasema, amri mpya nawapa ninyi, that ye love one another ya kwamba mkapendane as I have loved you, kama vile that ye nimewapenda, also may love one another. pia Oh, mkapendane. praise the Lord. Amen. I'm giving you a message of hope. Ninawapa ujumbe wa tumaini. May we think about others more than think about ourselves. Tukaweza kuanza kuhusu wengine kuliko sisi When wenyewe. was the last time you called somebody to encourage that person? Ni lini ulimpigia mtu To tell simu that person kumtia moyo, you may not be aware I love you. ukamwambia ninakupenda hata You may kama not hujui. probably know, but I appreciate you. Hata hunijui lakini napongeza. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let me tell you, some people are calling you on telephone. Na watu wanakupigia simu, Sometimes they don't want to express it, but they are needy. wakati mwingine hawajui kile unapitia, lakini wao wako na They call you and say mahitaji. that I thought I should call you and I greet you. Wanasema wanataka kukusalimia, lakini ni Kumbe mahitaji they don't wako know how to nayo. say, is there something somewhere there? Wanataka kujua tu kama kuna kitu wanaweza pata kwako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Listen, Sikiza. you know, in the book of Acts chapter 4, Unajua kitabu cha Mitume 4, it looks like there was a problem during the early church. inaonekana kama kulikuwa na shida katika kanisa. I don't la know mwanzo. whether there was something that we are going through here. Sijui kama kuna But it says in Acts chapter 4, Matendo ya Mitume 4. praise the Lord. Bwana asifiwe. It says in verse 34, Mstari 34 inasema, that is Acts chapter 4 verse 34. 4:34 It says, neither was there any among them that lacked. inasema, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni For mwao as mwenye many as were mahitaji, possessors of lands or houses sold them, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja na nyumba and brought the waliviuza, prices of the things that were sold. wakaleta thamani ya vitu walivyouza. Verse 35. 35 And laid them down at the apostles' feet, wakaiweka miguuni mwa and mitume, distribution was made to every man according as their need. na kila mtu akagawiwa kadri ya alivyohitaji. Hallelujah. Hallelujah. Can you see the early church show that love? Ona kanisa la mitume lilionyesha upendo. They sold their land. Waliuza mashamba, They sold their land. waliuza manyumba They na sold whatever they mashamba, have. chochote kile walikuwa Why? nacho. Kwa nini? Because there were needy people in the church. Maana kulikuwa na watu wenye mahitaji kanisani. Oh, let me tell you. Wacha nikwambie, We are in Corona time, eh? tuko katika msimu huu wa Let korona. me tell you the truth. Nikwambie There are ukweli, some people who have no food.
Kuna watu hawana chakula. There are people who have no clothing. Na watu hawana mavazi. Hallelujah. Hallelujah. May you be touched to do something. Wacha Bwana akuguze ukafanye kitu. I was encouraged by the testimony of your pastor. Nilipiwa moyo na ushuhuda wa mchungaji wenu. Through mtandao, through Kupitia mtandao. Yeah. The message that is received outside, ule ujumbe ambao unaenda nje, there's somebody who was not even a member of this church. Kuna mtu ambaye hataka kuwa mshirika wa He kanisa heard through the hili, media. lakini aliona kwa He heard the mtandao, message. akapata ujumbe, And he came all the way from Limuru na akatoka Limuru to come here akaja and say, hapa, I've been blessed through your messages. akasema nimebarikiwa na ujumbe, And I'm giving money for anybody who has a need. na ninatoa pesa kwa sababu ya wale wenye And he mahitaji, gave 3,000 shillings. na akatoa 3,000. Can you imagine a non-member of this church? Kwanza mtu ambaye sio mshirika. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. May you do the same. May you do the same. Wacha ukafanya hilo na zaidi. The Bible says that these people had they lacked nothing. Inasema hakuna mtu alikuwa na They sold mahitaji. everything and brought them to the church. Waliuza kila kitu wakaleta kanisani. Oh, may that happen. Wacha hiyo ikafanyike. I challenge you in the name of the Lord. Na wasii kwa jina la May Bwana. you have a loving and generous spirit. Bwana akusaidie ukawe na moyo wa upendo na ukarimu. Let me tell you, Nikwambie, there's a blessing in blessing others. kuna baraka unapobariki wengine. Look at Proverbs chapter 11. Proverbs chapter 11. Mithali 11 Verse 25. 35. Proverbs chapter 25 verse 11. Maybe begin from verse 24. 24 is a good one. It says that, 24. 24. It says in 24, there is that scattered and yet increaseth. Kuna yule ambao usambaza lakini anaongezeka. And there is that withholdeth more than is made, but it tended to poverty. Lakini kuna yule anashikilia zaidi na mwishowe ni ufukara na Verse umaskini. 25. 25. The liberal soul, the generous soul, hallelujah, Moyo wa ukarimu shall be made fat. utabarikiwa. He that watered shall also be watered Na also yule ambaye himself. ananywesha wengine atanyweshwa. Oh, praise the Lord. Amen. Whoever stretch out will receive. Yule ambaye anatoa atapokea. And today, therefore, Na kwa hivyo as you encourage your soul unapotia moyo wako and nguvu, say, my soul, why are you cast down within me? unapouliza moyo wako, kwa nini umeinama ndani yangu? When you are encouraged, Wakati umetiwa moyo, encourage others. tia wengine moyo. Jesus told Peter, Yesu akamwambia Petero, Peter, Petero, I realized the devil was shaking you. ninajua shetani The devil was anakusuka sipping you. anakusuka. But let me tell you, Peter, Lakini wacha nikwambie I Petero, prayed for you nimekuombea so that you can encourage others. ili ukipata nguvu utie wengine nguvu. Oh, let me tell you, Nikwambie, I'm praying for everybody today. ninaombea kila mmoja leo, And my prayer is, na ombi langu ni may you be encouraged to encourage others. ukatiwe moyo katie wengine, May you be encouraged to encourage others. ukatiwe moyo utie wengine moyo. Let me tell you, Kwambie, I am just a prophet here. mimi ni nabii tu hapa, I am speaking the word of God. ninanena tu neno la You Bwana. realize that I have just quoted the scriptures. Unaona tu nitangaza tu maandiko. And let me tell you, Nikwambie, the word of God will follow you right to your home. na neno la Bwana litakufuata katika nyumba Today. yako leo. Let me tell you, God is going to follow you right to your bedroom. Wacha Bwana akufuate mpaka nyumba yako ya kulala. And God wants you to remember somebody else, Na Mungu anataka ukumbuke mtu mwingine even as you have been remembered. kama vile umekumbukwa. Somebody said, Na mtu alisema, every time you are asking for help, kila wakati unaomba msaada, there is somebody greater than you who is richer than you. kuna mtu juu yako ako And na you are zaidi, saying, Lord, please, my friend, help me. na anasema pia nisaidie. As you are doing that, Na unapofanya there is hivyo, somebody below who is saying that even me, remember you also. kuna Remember me. mwingine chini yako anasema pia akumbukwe. Let me tell you, nobody in this world is too poor to give. Sema kwamba hakuna mtu katika ulimwengu huu ni maskini sana hawezi pata Did kitu ya you hear kutoa. that? Umesikia hiyo? Nobody is too poor to give. Hakuna mtu hana kitu anaweza peana. Each one of us has something to give. Hata sisi kila mtu ana kitu Even if you anaweza have no peana. money, give love. Hata kama una pesa, peana leo. Tell somebody I love you. Mwambie mtu nakupenda. Tell somebody you mean a lot to me. Mwambie unakuwa baraka kwangu. Be an encourager today. Kuwa mtu wa kutiana moyo. In fact, in these scriptures, if you read the book of Acts, Na ukisoma kitabu cha mitume, there was a man by the name of Barnabas. na mtu ambaye alikuwa anaitwa Barnaba. Barnabas, he was the opposite of Ananias and Sapphira. Alikuwa ni kinyume cha Anania na Safira. Barnabas Barnaba sold everything aliuza kila kitu and he brought things to the church na akaleta yote to be given to the kanisani, poor.
ikapewe maskini, or it will be given to the needy. ikapewe wenye And mahitaji. as a result of that, Na kwa sababu ya hiyo Barnabas was called an encourager. Barnaba anakaitwa mtu wa kutia May you be an moyo. encourager today. Si ukawe mtu wa kutia May you be an moyo, encourager today. uwe mtu wa kutia moyo. Hallelujah. Whatever you have, Chochote kile ulicho nacho please give. peana, Praise the Lord. It doesn't matter how little it may be. How little it may be, it doesn't matter. hata kikiwa ni kidogo I will haijalishi. never forget one father who came to see me. Sitasahau ndugu mmoja alikuja kuniona, And we were collecting money for our building in Isli. na tulikuwa tunajenga kule And Isli, we had a receipt book. tulikuwa tunaandikia watu marisiti. So I was told a brother who came to my office, brother, why don't you contribute for the building? Mmoja nikamuuliza umeleta nini kwa mchango wa He looked at me and kujenga? said, Bishop, I have no money. Akaniangalia akaniambia, askofu, sina I said, pesa. brother, may God bless you so much. When you get it, you can pay. You can Akamwambia, pay. Bwana akubariki, ukipata utaleta. So have a nice time, and he went away. Akawa na wakati mzuri na Few akaenda. minutes later, he came back. Baadaye akarudi He said, Bishop, akasema, askofu, I lied to you. nilikudanganya, I lied to you. I said, nilikudanganya. what do you mean? I Ulisemaje? told you I have no money. Nilikwambia sina I said, pesa. so what is happening now? Ni nini I nafanyika? discovered I have some money in my pocket. Akasema, nimejua nilikuwa na And pesa how kwa can I say mfuko, I have no money and I have money? na nilikwambia ni sina pesa said, na nilikuwa brother, nayo. I said, brother, later us. Kamwambia leta tu. Went to his pocket Kaenda kwa mfuko and he put the money there. akaweka pesa pale. Do you know how much it was? Alitoa ngapi It was unajua? 50 cents. It was 50 cents. 50 cents. I looked at him and I said, brother, where is the money? Muuliza pesa iko wapi? He said, Bishop, this one. Kasema ndio hii I bishop. looked at it. And you Nikaiangalia, know what he told me? akaniambia, He told me, Bishop, bishop, 100 shilling is not 100 without 50 cents. akaniambia 100 sio 100 bila hiyo 50 cents. He said that 50 cents adds to 100. Hiyo If you have- 50 If cents you have 99 shilling and 50 and cents, 50 this cents. 50 cents has made it 100. Kasema hii 50 cents ndio itafanya 100 Don't ikamilike. say you have too little to give. Usiseme una kidogo sana ya Give kupeana. whatever you can afford. Peana kile unaweza. Praise the Lord. Amen. But remember the first law Lakini nakumbuka is love the Lord with all your heart, ni kwa moyo wako wote with mpende all your soul, Mungu. with all your strength. Amri ya kwanza mpende Mungu Before you kwanza. express your love to others, express your love to God. Kabla ya kupenda wengine, penda Mungu kwanza. By accepting Jesus Christ, if you are here and you are not saved, accept Him as your Lord and Savior. Ukimkubali Kristo awe Bwana Mwokozi That wa is the maisha first yako, demonstration of love. ndiyo hatua ya kwanza ya kuonyesha upendo. Can we close our eyes for prayer? Tufunga macho na tuombe. Our Heavenly Father, Mungu wetu wa mbinguni, the Father of our Lord Jesus Christ, Baba wa Yesu Kristo, we thank you for this message of love somebody else more than I guess we love one another. na kupenda wengine kama vile tunajipenda. But Lord, when you quoted that scripture of love your neighbors, you love yourself, Na Bwana, wakati ulitupatia hujuma wa kupenda majirani, you said that is the second commandment. ukasema ndiyo amri ya pili, But the first commandment is to love you with all our heart, with all your strength, with all your soul. lakini ya kwanza ni kupenda Mungu wetu kwa mioyo If there are yote. people here, oh Lord, Kama kuna watu hapa Bwana who don't love you, ambao hawakupendi, that is the first commandment, to love you first. hiyo ndiyo amri ya kwanza wa kupenda. And loving you means to confess our sins, Na kukupenda ni kukiri dhambi zetu, and that our names may be written in the book of life. ili majina yetu I yakaandikwa pray katika for each kitabu one of cha them. uzima. If Nawaombea you are not wote. saved, raise your hands wherever you are. Kama hujaokoka, nyosha Begin mkono with the wako first love, that is loving the Lord. ukaweze kuunganika. Anybody na is not Mungu. saved? Kuna yeyote hajaokoka? Anybody is not saved? Kuna yeyote? Thank you. Asante. I would like to pray now a prayer of blessing. Taomba ombi la baraka. Oh God, Mungu wa mbingu, as from today, kuanzia siku ya we leo have learned something new. tumejifunza jambo jipya, New in the sense that it has come to us in a new way. kwa sababu imekuja kwetu kwa njia To mpya, love our neighbors kupenda majirani as we love ourselves. kama vile tunajipenda. Even especially during this time of Corona, Hata msimu huu wa korona, when there are people with needs, wakati watu wako na may mahitaji, you, Lord, bless your people as they give to them. Bwana ukabariki watu wako May wanapopeana, your people be blessed watu wako as a wakabarikiwe result of blessing others. kwa sababu ya kubariki wengine. Thank you for hearing my prayer. Asante kwa kusikia ombi In langu, Jesus' name I pray. katika jina la Yesu naomba. Amen. Amen. Can you tell your neighbor, I love you? Mwambie jirani na kupenda, I appreciate you. You are ninakupongeza, very special to me. wewe ni wa maana I thank kwangu. God for you. Nashukuru Bwana kwa May ajili God meet yako. all your needs. Bwana akutane mahitaji yako In Jesus' name. katika jina la Amen. Yesu. God bless you. Amen. God bless you. Bwana God awabariki, bless you. Bwana awabariki Amen. na Bwana akubariki askofu.